Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Pendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia. Tuko katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 6. Tumeifikia ahadi nyingine tena. Sura ya 6 kuanzia mstari wa 25 tunasoma hivi: kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni upi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho kutupwa karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini, au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, hapa tunakutana na ahadi nyingine tena. Yesu ameitaja hapa. Mambo anayoongea hapa ni ya muhimu sana. Anahusu maisha, anazungumzia maisha yetu ya kila siku. Kumbuka, maisha yetu yanahitaji kula na kunywa, yanahitaji kuvaa nguo, yanahitaji kuwa na uzima na afya njema. Mahitaji yetu ya kila siku ni hayo, kwamba tule na kunywa, tuvae na tuwe na afya njema. Sasa kuna watu wengine hujisumbua, anasema kuna watu wanajisumbua kwa ajili ya nitakula nini ama nitavaa nini, itakuwaje kesho. Sasa Yesu anachotaka kusema hapa ni kwamba kama vile ndege wa angani wanavyolishwa na kama maua yanavyolishwa na kutunzwa, je, ninyi si bora kuliko hao, kuliko ndege au kuliko maua? Anasema Baba yenu wa mbinguni anajua mahitaji yenu, anayajua mahitaji yenu. Hivyo anasema msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa kuwa Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji hayo yote. Jambo muhimu analokaza hapa, anasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, hayo mengine mtapewa. Yesu anachotaka kusema kwamba anajua mnahitaji hayo yote. Hakatai kwamba tunayahitaji mambo ya kila siku, kula na kuvaa na kuendelea. Anajua kwamba tunayahitaji, lakini kumbe hitaji kubwa hapa sio kula na kunywa na kuvaa. Hapana, hitaji kubwa ni ufalme wa Mungu. Hitaji kubwa hapa ni kupata ufalme wa Mungu. Anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu, hayo mengine yote mtapewa. Hayo mengine yote mtapewa. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Ahadi inakuja hapa, ukishaupata ufalme wa Mungu, basi hayo mengine yote ameahidi kukupa. Je, unahitaji nini? Hitaji kubwa ulilonalo ni ufalme wa Mungu. Mungu kuwa katika maisha yako, Mungu kuyatawala maisha yako, Mungu kuwa na wewe katika maisha yako. Hilo ndilo hitaji kubwa kabisa la mwanadamu, yaani mwanadamu kuwa na Mungu. Hilo ni hitaji muhimu sana. Sasa ukishakuwa na Mungu aliyeumba vyote, hayo mengine yote unayoyahitaji yatakuja, utapewa.
Kitu muhimu, usijisumbue kwa ajili ya mambo yanayopita, mambo yanayoharibika. Wala usijisumbue kwa ajili ya kesho, kwa kuwa Mungu anajua kesho wewe unahitaji nini, kwa kuwa yeye anajua unachokihitaji. Anasema basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Kwa maneno mengine anasema usihangaike na ya kesho, maana Mungu atakuhangaikia mwenyewe, atahakikisha umepata hayo ya kesho unayoyahitaji. Jambo muhimu unalotakiwa ni ufalme wa Mungu kuja kwenye maisha yako. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu. Ukishaupata, basi mwachie Mungu hayo mengine. Hakatai kwamba usishughulike na mambo au kazi. Hilo ni jambo moja, lakini jambo la kwanza muhimu ni ufalme wa Mungu. Ukishaupata huo, basi endelea na maisha yako kawaida. Endelea na maisha yako kawaida. Mungu akubariki. Najua umeelewa nasema nini. Bila shaka umeelewa. Mimi nikuombe, tafute kwanza Yesu Kristo. Ukishampata kwenye maisha yako, hayo mengine atashughulika nawe. Maana ameahidi kubariki kazi ya mikono yako, ameahidi kukupa nguvu za kupata utajiri. Kwa kifupi, anashughulika na maisha yako. Anashughulika sana na maisha yetu. Hivyo ni vizuri kutafuta ufalme wake ili ashughulike na maisha yako. La sivyo hata shughulika na maisha yako, kwa sababu umeamua kujitafutia mwenyewe, umeamua kujihangaisha mwenyewe. Atakwambia sawa, endelea, lakini mimi sitashughulika na wewe. Lakini nakwambia rafiki yangu, utakwamia mbali sana, utakwama sana. Tafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, hayo mengine utapewa. Anasema na hayo mengine mtazidishiwa. Na hayo yote mtazidishiwa. Yepi? Yale unayohitaji. Yepi? Kula na kuvaa na kunywa na afya njema na mambo yote yanayokutaka, yote utazidishiwa. Kuzidishiwa yani kupewa na kuzidi. Tukutane tena wakati ujao, na Mungu akubariki sana. Asante kwa wale wanaoendelea kusubscribe, kuniunga mkono kwenye akaunti yangu. Mungu awabariki sana. Wewe ambaye bado, basi baraka zinakusubiri. Fanya hivyo, maana zitakupata tu. Mungu wangu hajawahi kusema uongo. Yeye ni mkweli daima. Na ubarikiwe sana kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.